Kuteuliwa kwa uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar kunaweza kuwa ni habari nzuri kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kwa Watanzania, kwa sababu baada ya kushindikana kutumika kwa uwanja Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam, sasa mechi hiyo bado itachezwa katika ardhi ya Tanzania kwenye uwanja wa kisasa, uwanja mzuri, uwanja uliokidhi vigezo vya CAF, New Amani Complex. Lakini taarifa hii inaweza ikawa kuwapunguzia kidogo faida wageni Stellenbosch watakaocheza dhidi ya Simba Aprili 20, mechi ya kwanza ya nusu finali, kabla ya kurejeana Aprili 27, mechi ya pili ya nusu finali yao, na hatimaye kupata mshindi wa jumla wa mechi hizo mbili atakayetinga hatua ya finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-2025. Kabla tujaendelea zaidi, ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha, na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini, na mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media, ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga, na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Sema kwamba Stellenbosch imewapunguzia kitu ni kwa sababu kwanza inafahamika wazi, uwanja popote pale, uwanja mzuri, timu namna ilivyojiandaa inaweza ikapata matokeo popote pale kwenye uwanja uliokidhi vigezo. Kwa sababu hiyo, Simba, Stellenbosch kwenye uwanja wa New Amani Complex wote watanufaika kutokana na mazingira mazuri ya uwanja wa New Amani Complex. Lakini inafahamika wazi, mwenyeji ni mwenyeji. Simba watakuwa wakishangiliwa na maelfu ya mashabiki watakaoujaza uwanja wa New Amani Complex kama inavyotarajiwa, na hiyo ni faida ya kucheza nyumbani. Lakini kuna small details, vitaarifa vya kujificha ambavyo wakati mwingine vina faida yake kwa timu yoyote ile, iwe mwenyeji iwe mgeni. Sasa kitendo cha mechi hii kutochezwa uwanja wa Mkapa na kwenda kuchezwa visiwani Zanzibar kwa Stellenbosch imewapunguzia kitu, kutokana na ukweli kwamba ndani ya kikosi chao kuna orodha ya wachezaji kadhaa ambao wanaofahamu vizuri uwanja wa Benjamin William Mkapa, kwa sababu hivi karibuni walishawahi kucheza. Sasa kwenda kucheza katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, huo ni uwanja mpya kwao kwa sababu hawajawahi kucheza mechi yoyote hapo kabla. Ndiyo, ndani ya kikosi cha Stellenbosch wapo wachezaji ambao kwenye nyakati tofauti wametua nchini na kucheza katika klabu walizokuwa wakitumikia hapo awali kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Hao ni pamoja na nani? Hawa ni pamoja na beki mojawapo wakati wa timu ya Stellenbosch. Huyu ni Ismael Olivier Toure. Huyu aliwahi kuja nchini akiwa na kikosi cha Marumo Gallants msimu wa 2022-2023 kucheza mechi mojawapo ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika walipocheza dhidi ya Yanga. Kwa hiyo Toure anaofahamu uwanja huu kwa sababu alikuja na Marumo Gallants. Sio yeye tu, mwingine ni pamoja na Kazi Godswill. Yeye ni beki wa kulia wa hawa Stellenbosch. Kazi Godswill huyu ni raia wa Nigeria ambaye aliwahi kuja nchini hivi karibuni katika msimu huo wa 2022-2023 katika hatua ya robo finali kombe la shirikisho. Alikuja nchini akiwa na klabu aliyokuwa akichezea Rivers United, wakaja kucheza na Yanga ambapo matokeo yalikuwa bila. Mechi ya kwanza kule nchini Nigeria inakumbuka vizuri, Yanga walishinda kwa mabao 2-0. Lakini kwa Mkapa mechi ilisha bila. Huyu Kazi Godswill hivi sasa ni beki wa pembeni kulia wa Stellenbosch, alikuwamo katika kikosi cha Rivers United kilichokuja nchini. Lakini mwingine ni kiungo wa ushambuliaji kutokea kulia. Huyu ni winga. Huyu ni Lesiba Nku na yeye alikuja nchini na akiwa na klabu ya Marumo Gallants kama ilivyokuwa kwa Ismael Olivier Toure.
Katika mechi mojawapo ya nusu finali waliocheza kwa Mkapa wakafungwa 2-2, kisha kwenda marudiano kule nchini Afrika Kusini Marumo Gallants walifungwa na Yanga 2-1. Miongoni mwa wachezaji nyota wa kikosi cha Marumo Gallants ukiondoa akina Skudu Makudubela, lakini alikuwemo pia huyu Lesiba Nku. Yeye pia anafahamu vizuri uwanja wa Benjamin William Mkapa kwa sababu alikuwemo katika kikosi cha Marumo Gallants. Lakini mwingine ni Leholnolo Mojela. Huyu naye alikuwamo katika kikosi cha Marumo Gallants. Marumo Gallants kama ilivyokuwa kwa Lesiba Nku, kama ilivyokuwa kwa Toure, naye alikuwemo katika kikosi cha Marumo Gallants kilichokuja kucheza nchini dhidi ya Yanga. Na hivyo unaona hapa wachezaji takribani 4. Lakini hawatoshi. Yupo mwingine ambaye ni mchezaji sasa wa 5 kati ya wale ambao waliwahi kuja nchini kucheza hapa jijini Dar es Salaam katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Huyu mwingine ni kiungo pale katikati wa Stellenbosch, anaitwa Tato Kiba. Tato Kiba naye alikuwemo katika orodha ya wachezaji wa Marumo Gallants waliokuja nchini kucheza na Yanga msimu 2022-2023 katika mechi mojawapo ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu. Kwa hiyo kuna wachezaji takribani 5 watakuwa ile faida ya kwamba wanaojua uwanja wa Benjamin William Mkapa, kiasi ya kwamba wanaweza walitarajiwa washirikiane taarifa na wenzao akina Devin Titus, akina Ashley Cupido na wengineo, akiwemo pia kocha wao Steve Becker. Lakini sasa kama walikuwa na faida hiyo ya kujua uwanja wa Benjamin William Mkapa, basi faida hiyo haipo tena, kwa sababu uwanja huo hautatumika, bali uwanja wa New Amani Complex ambao wachezaji wote hawa 5 hawajawahi kufika na klabu yoyote ile kwa ajili ya michuano ya CAF. Je, itakuwa vipi? Kwamba je, Simba watanufaika kwa kitendo cha Stellenbosch kukosa faida ya hizi taarifa ndogo small details kuelekea mechi hii? Bila shaka ni swala la kusubiri, lakini mechi hiyo inatarajiwa kuwa kali. Hii ni sababu ndogo sana, lakini kwa ukubwa wake unatokana na mipango ya maandalizi ya mechi ya kocha Steve Becker wa Stellenbosch dhidi ya kocha Fadlu Davids wa Simba. Hao wote wawili wanafahamiana, washawahi kukutana katika ligi kuu ya Afrika Kusini, wakati huo Fadlu Davids akifundisha Maritzburg United, lakini wakati huo Steve Becker akiwa na timu yake hii ya Stellenbosch. Kwa sababu hiyo kitendo cha kufahamiana, kitendo cha baadhi ya wachezaji kuwahi kuja nchini ingawa walicheza kwenye uwanja wa Mkapa na sasa wanakwenda visiwani Zanzibar, kitendo cha timu zote mbili kufika katika hatua ya nusu finali zikiwa kwenye kiwango bora, zikiwangoa vigogo wa Misri, Simba wakiwatoa Al Masry baada ya sare ya 2-2, wakifungwa 2-2 kule Misri na wao wakishinda kwa Mkapa 2-2, mikwaju ya penalty baada ya sare ya 2-2, Simba wakashinda kwa penalty 4-1 na kutinga hatua nusu finali kwa kuwatoa Al Masry ya Misri. Lakini Stellenbosch na wao hawakuwa nyuma, walionyesha kiwango bora sana katika robo finali wakitoka bila dhidi ya waliokuwa mabingwa watetezi Zamalek ya Misri. Kule kwao chini Afrika Kusini walitoka bila, lakini walipokwenda Misri, wenyeji wakiwa Zamalek mabingwa watetezi mbele ya mashabiki wao maelfu, Stellenbosch wakashinda kwa 1-0 lilofungwa na kiungo wao Sile Nduli na hatimaye kufuzu kwa hatua nusu finali. Na sasa wanakutana na mnyama Simba kwenye uwanja wa New Amani Complex, uwanja safi, uwanja mzuri, lakini ambao wachezaji wa Stellenbosch hawana uzoefu wa kuwahi kucheza visiwani Zanzibar katika michuano yoyote ya klabu ya CAF. Hii ndio itakuwa mechi yao ya kwanza. Ni dhahiri kwamba Simba wanaweza wakatumia fursa hii kama wenyeji kupata matokeo chanya. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha. Na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini, na mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika.
Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi vyako, mizigo yako unaweza ukaisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako.